moja. Yanga watakuwa wanaongoza ligi kwa tofauti ya alama moja na dhidi ya Simba. Kwa hiyo mimi naamini kwa sasa maandalizi ya Simba yanahamia kwenye michuano ya ndani. Michuano ya kimataifa wameshafika fainali. Fainali maandalizi yake yatakuwa maalum siku chache kabla ya kuelekea huko. Kwa sasa mwalimu lazima aendelee na majukumu yake ya kuisuka timu itakayoenda kuchukua alama 12 za ligi kuu ambazo ziko mezani. Simba wako kwenye wakati bora kwa sasa, na nafikiri timu ambayo inakuja kucheza na Simba kwa sasa hivi kuna mazingira magumu ambayo wanaweza wakayapata, kwa sababu wanajua mechi inayokuja ni mechi inayokutanisha timu iliyokaa muda mrefu haijacheza na Simba ambayo imetoka kucheza juzi. Ndio. Kwa hiyo mimi naamini maandalizi ya mechi za ligi kwa Simba kwa sasa ndio kipaumbele. Simba sasa hivi anaziwaza pointi 12 ili aweze kumfukuzia Yanga, kwa sababu anajua failure to do so, wakishindwa kuzikamata hizo alama 12 wanaweza wakajikuta wanampalilia Yanga njia ya kwenda kuwa bingwa wa ligi. Kwa hiyo Simba Sports Club kwenye hichi kipindi ambacho wanasubiri kwenda kwenye wiki ya fainali ya tarehe 17, Simba sasa hivi focus yao kubwa, target yao kubwa itakuwa ni kuhakikisha wana secure nafasi yao ya kuendelea kuwa contenders wa ligi kuu ya Tanzania. Na ukiangalia uwezo wanao, kikosi wanacho, kama kimeweza kufika fainali ya kombe la shirikisho, kitashindwaje kupata matokeo kwenye mechi 4 hizo ili kubakisha gap la alama moja baina yao na Yanga? Kwa sababu sasa wamezidiwa pointi 13 na Yanga, lakini Simba ana mchezo 4, hiyo ndio faida. Kwa hiyo kwenye hizo mechi 4 Simba watakuwa wahakikisha wanashinda. Wakishindwa kushinda mechi 2 kwa mfano, ndio Yanga tayari anaenda kuwa bingwa kwa njia nyepesi zaidi, kwa sababu piga hesabu pointi 13 sasa hivi Simba alizopitwa. Simba akipata pointi 6 kwenye mechi 2 au pointi 7 akapoteza alama nyingine 7, tafsiri yake ni kwamba anaenda kutengeneza gap la alama 8. Sasa alama 8 shia hiyo ni wastani wa mechi 3. Ndio. Maana yake mechi 2 pointi 6, zile pointi 2 zingine inabidi uombe apoteza mechi ya 3 Yanga, ushinde zote 3. Sasa ukiangalia kwenye mazingira kawaida Yanga ana mechi 3 tu ambazo kabakisha, sasa afungwe zote. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo unaona Simba wanahitaji kurejesha fikra zao kwenye michuano ya ndani. Na nimemsikia miongoni mwa viongozi wa klabu ya Simba, mjumbe mmoja wa bodi ya kurugenzi amesema wao sasa hivi wanakuja kuandaa timu ya ligi. Ni uamuzi sahihi, ni uamuzi ambao umefanyika kwa wakati sahihi, kwa sababu haiwezekani mkafocus tena na mashindano yale wakati tarehe ya mechi iko mbali. Simba anaweza akaanza maandalizi ya mechi yake ya fainali dhidi ya Berkane, let's say baada ya wiki 2 kuanzia sasa. Sababu atakuja wiki ya kwanza, ya pili. Kwa hiyo wiki ya pili Simba ndo anaweza akaanza maandalizi maalum ya mechi yake dhidi ya Berkane, lakini kwa muda huu tulionao Simba maandalizi yanatakiwa kubaki kwenye ligi. Tarehe ya mechi yao ya FA iko mbali, lakini najua pia itaweza kubadilishwa kwa sababu tarehe ya nusu finali yao ya FA dhidi ya Simba ya Singida Black Stars iko karibu na mechi yao ya finali ya kwanza ambao wanaenda kucheza Morocco. Tafsiri yake ile mechi itatakiwa kuahirishwa tarehe ile mechi ya nusu finali ya kombe la FA dhidi ya Singida Black Stars waende kwenye finali. Hawa Simba tafsiri yake ni kwamba kwenye shirikisho sio wameingia finali. Kwenye ligi wana mechi 4, wakishinda watatofautiana alama 1 na Yanga ambaye ndio kinara wa ligi. Kwenye FA wako nusu finali dhidi ya Singida Black Stars. Na ukiangalia hali halisi, Simba wana wakati mgumu kwa sasa kwa sababu ya kujigawa. Mimi naamini mashabiki wa Simba wenyewe ukiwauliza sasa hivi, yani kwa kikosi mnavyokiona, ikitokea mmeshindwa kushinda treble, mnatamani mshinde ubingwa upi? Watagawika. Wako mashabiki wa Simba wanasema kama tutafikia wakati ni ngumu kushinda mataji yote matatu, ligi, FA pamoja na kombe la shirikisho, basi tujigawe sehemu ambayo tunaona tuna uwezo wa kwenda kufanya kitu kikubwa. Na hapo kitu kikubwa wataangalia kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya taasisi, watu. Kwa hiyo wakiangalia wanaona michuano ya kimataifa hii
hii ina nguvu ya kuitangaza nchi, ina nguvu ya kuitangaza taasisi nje ya mipaka ya Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Tafsiri yake wanaweza wakaifanya ndio kipaumbele, na kwa sababu anajua ni mechi mbili, haina mtu kushindiania pointi. Wako mashabiki wanakuambia tumepoteza ubingwa wa ligi kwa muda mrefu, tuna wish tungeupata pia ubingwa wa ligi, lakini pia taji la FA Simba amepoteza kwa muda mrefu. Sasa twende kwenye weight ya uzito wa makombe. Bingwa wa ligi kuu hachukui pesa nyingi kama anazochukua bingwa wa kombe la shirikisho. Sijui unanielewa? Bingwa wa ligi kuu mpunga anaupata haufikii mpunga unaotoka CAF kwa ajili ya kuwa bingwa wa kombe la shirikisho. Bingwa wa kombe la shirikisho anachukua la nyingi kuliko bingwa wa ligi kuu ya Tanzania, kuliko bingwa wa FA Tanzania. Sasa hapo ndo nakuja swala la Yanga amekuwa bingwa wa ligi, Simba amemaliza wa pili. Simba akimaliza wa pili kwenye ligi bado ana uhakika kucheza michuano ya ligi ya mabingwa, alafu kwa kusanya kibunda kingi kuliko bingwa wa ligi. Si umenielewa hapo? Ligi ni kitu ambacho Simba amekimisi kwa muda mrefu. Kombe la shirikisho Simba hajawahi kutoa kabisa. La ligi Simba amewahi kutoa, lakini kombe la shirikisho Simba hajawahi kushinda. Kwa hiyo ndio maana nasema watafika wakati itabidi wachukue vipaumbele, waangalie kipi kianze, kipi kifuate. Yes, lazima watafika kwenye mazingira, lakini so long as wana wachezaji ambao wana determination, wana nafasi bado ya kuvigombea vyote hivyo, ligi, shirikisho, FA, vyote wanaweza wakavigombea hivyo vikombe. Bado mimi naona uwezo wanao, wana vijana wadogo wenye kikosi, lakini wana wachezaji wenye umri ambao wamekwenda, isipokuwa work rate yao kiwanjani ni kubwa, wanavuja jasho, na mimi naamini inawezekana msimu huu tukaona vitu vya kitofauti kwenye hizi mechi za mwisho za kumaliza msimu. Sawa, pesa ipo kutoka kwa Mshua na niliwaahidi watu sana walikuwa wanagusia kitu hapo, natamani na mimi nimuulize. Kupi kwa pesa kati ya hizo sehemu tatu, ligi, FA, Confederation? Eneo mepesi kwa Simba, nafikiri nichukue moja katika ligi, FA na kombe la shirikisho. Sehemu nyepesi kwa Simba kupata ubingwa msimu huu, anasema kuokota chochote kitu, ni kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Simba kama inafika wakati Simba anatakiwa achague ligi, FA, kombe la shirikisho, sehemu ambayo mimi naona kwa Simba ni rahisi zaidi kutoa ubingwa ni ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Asante. Kwa sababu ana mechi mbili, ana mechi ya ugenini, ana mechi ya nyumbani. Alafu kitu kingine kitakachomtrigger Simba kwenye kombe la shirikisho ni tunasema hadhi ya kombe lenyewe. Kombe la shirikisho barani Afrika ni mashindano makubwa sana. Alafu pili, tuangalie swala la uchumi. Nimetoa mfano hapa nikasema bingwa wa kombe la shirikisho anachukua pesa nyingi kuliko bingwa wa kombe la ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa kama kuna sehemu Simba wanaweza wakataka kutengeneza namba nzuri za akaunti za benki, ni huku kwenye michuano ya kimataifa. Na nikupe mfano, wachezaji wa Simba bonus kubwa wanapata kwenye hizi mechi za kimataifa. Mimi ninaamini kwenye mechi yao wanaocheza finali dhidi ya RS Berkane ya Morocco, Simba bonus ambayo wamewekewa inaweza ikawa ni bonus mlima, hela nyingi. Kwa hiyo itawatrigger hata wachezaji wenyewe, bwana tu huku kwenye kombe la shirikisho tupasuke, huku kwenye ligi ni kuzito kuliko hapa kwenye kombe la shirikisho. Kwa hiyo sehemu ambayo mimi naamini Simba inaweza ikawa ni rahisi kwake kutamba kwenye kombe la shirikisho, especially anamaliza mechi yake Dar es Salaam. Licha ya kwamba Simba amewahi kufungwa na Jwaneng Galaxy hapa, licha ya kwamba Simba amewahi kutoa sare na UD Songo hapa, licha ya kwamba imewahi kutokea Simba amefungwa goli 3 hapa na Raja Casablanca kama mnakumbuka ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini bado mimi nina imani Simba ana rekodi nzuri zaidi ya kushinda nyumbani hapa Dar es Salaam ama Tanzania kuliko mechi ambazo amepoteza hapa Tanzania.
utakumbuka mechi kwa haraka ambazo mimi nasikumbuka Simba kapoteza hapa. Kapoteza dhidi ya Ujone Galaxy, kapoteza dhidi ya Raja Casablanca, alafu tuna mechi ambayo Simba watoka sare hapa na hawa vijana wa Msumbiji UD Songo, sare ya 1-1. Kwa hiyo mimi naamini Simba hapa nyumbani ana namba nzuri za kupata matokeo kuliko mechi ambazo amewahi kupoteza. Kwa still ni favorite place kwa yeye kupatia matokeo. Lakini ukienda kwenye kombe la FA, Simba ana mechi moja na Singida. Ikitokea amefungwa ile mechi, hamna mechi ya marudiano pia. Ile ni mechi lazima mmoja atoke. Haya, njoo kwenye ligi. Ligi mpaka leo mechi ya Simba na Yanga haijulikani itachezwa lini. Sijui umenielewa? Ndio. Alafu angalia mazingira ya Simba kwenye ligi na kwenye kombe la shirikisho. Gharama ambazo Simba wamezitumia kwenye kuiandaa timu kwa ajili ya ligi na pesa anayopata mshindi wa ligi ni vitu vile tofauti. Na hii sio kwa Simba tu. Klabu zinatumia pesa nyingi kwenye operations za kila siku katika msimu kuliko ile ambayo bingwa anapata. Lakini twende kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Bingwa hela anayopata, of course huwa haitoki leo mmeshindwa bingwa imeingizwa leo kwenye akaunti ya Simba. Hapana, inachukua muda, wakati mwingine labda tuseme mpaka inafika msimu mpya unaanza wa mashindano, ile hela nyinyi ndio mnakuja kupewa. Kwa hiyo mimi naamini bado Simba kama sasa hivi ukimaliza mwezi wa 5 subiri mpaka Novemba. Mimi ndio maana nasema naamini Simba wanaweza wakaona huku kwenye michuano ya kombe la shirikisho kuna fursa ya wao kujitangaza zaidi, hususan ni kwa mtu ambaye ameweka pesa sasa hivi, mwekezaji mpya yule kwenye kutengeneza mavazi ya Simba na nini. Of course jezi zake hazitotumika sasa hivi, lakini timu itakapofanya vizuri inatengeneza mazingira mepesi kuuza bidhaa kwa ajili ya msimu ujao. Kwa mimi naamini Simba huku kwenye kombe la shirikisho, kama inafika wakati wanaona jamani pumzi yetu haitoshe kushinda treble, basi mimi ningewashauri wakomee na kombe la shirikisho. Lakini bado mpaka sasa sijawatoa kwenye listi ya timu ambazo hazikupewa nafasi au hazikudhaniwa kama zinaweza kushinda treble, lakini sasa Simba wao kwenye nafasi ya kushinda treble msimu huu. Sawa, Simba wapo na hiyo nafasi kama ambavyo anazungumza Abdul Ghaffari Ali Chisano Junior kwenye uchambuzi wake juu ya